Neno la Mungu katika kitabu cha Mika sura ya 4. Bwana asifiwe. Praise God. Kitabu cha Mika sura ya 4 fungu la kwanza, nami nitasoma. Katika siku za mwisho mlima wa hekalu la Bwana utaimarishwa kama mlima mkuu miongoni mwa milima yote. Utainuliwa juu ya vilima na watu wa mataifa watamiminika humo. Bwana asifiwe. Mungu akatoa unabii kupitia mtumishi wake Mika, ambapo huu unabii tayari umeweza kutimia. Tayari unabii huu uliweza kutimia na ulitimia takriban miaka 2000 iliyopita, wakati Yesu alipokuwa hapa duniani na akakuja na akausimamisha ufalme wa Mungu, na akakuwa yeye ndiye atakayekuwa mfalme. Bwana asifiwe. Kitabu cha Isaya sura ya 9 fungu la 6 linaweza kudhibitisha kile ambacho ninasema. Kitabu cha Isaya 9 fungu la 6, neno la Mungu linasema hivi: kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, nao utawala utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Haleluya. Bado ulikuwa ni unabii wa mtumishi wa Mungu Isaya, aliweza kusema habari za Yesu, ambapo Yesu ndiye ambaye aliweza kukabidhiwa utawala na Mungu Baba yetu. Kwa hivyo Yesu akakuwa sasa ndiye atakayekuja, ndiye alikuwa asaliwe, ambapo alisaliwa na baadaye aweze kukabidhiwa utawala mabegani mwake, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu. Bwana asifiwe. Kumbe Yesu ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Vivyo hivyo Yesu ni Baba wa milele, Mfalme wa amani. Bwana asifiwe. Mahali pengine katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 fungu la 18, neno la Mungu linasema hivi: nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Bwana asifiwe. Ni maneno ya Yesu kwa Petro. Hakusema Petro kwamba yeye ndiye ambaye ndiye jiwe lile ambalo linajengwa kanisa. Yesu alimwambia Petro, wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu, yani yeye sasa Yesu akasema juu ya mwamba mwamba huu, ambapo mwamba huu ni Yesu. Haleluya. Nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Watu wote wanaokuja kwa Yesu na wakiwa na juhudi kabisa kufuata njia za Mungu, wakiwa wamekata kauli kabisa kufuata maagizo ya Mungu, hakika hawa watu hawawezi wakashindwa na jambo lolote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mika akasema hivi, kitabu cha Mika sura ya 4 akasema, katika siku za mwisho mlima wa hekalu la Bwana utaimarishwa kama mlima mkuu miongoni mwa milima yote. Utainuliwa juu ya vilima na watu wa mataifa watamiminika humo. Kwa wajibu wa hili fungu tunaona kuna jambo lingine la jambo linafunuliwa katika hili andiko, kwamba kumbe kuna milima na vilima ambavyo si vya Mungu. Bwana asifiwe. Katika dunia kumekuwa na milima mingi na vilima ambavyo havijakuwa vinatokana na Mungu. Mungu wetu apewe sifa. Katika maisha haya tunatambua kabisa kuna ibada za sanamu ambazo zimekata kauli kabisa kupinga njia za Mungu.
na kuweza kupinga neno la Mungu, Biblia, neno takatifu, na vile vile kubadilisha majira, na vile vile pia kubadilisha sheria za Mungu, kama vile Danieli alivyosema katika kitabu cha Danieli sura ya 7 fungu la 25. Bwana asifiwe. Tukaona Danieli aliweza kufunuliwa na malaika kutokana na ndoto aliyoota, akasema ya kwamba kuna mnyama wa nne. Huyo mnyama wa nne atachangia kwa kiwango kikubwa kubadilisha majira pamoja na sheria za Mungu. Kwa hivyo katika siku hizi tunazoishi, tunajua kabisa kuna mlima wa ibada ambayo ni ibada imekuwa kabisa ikienda kinyume na neno la Mungu. Vile vile mambo ya elimu ya kidunia imechukua kasi sana kupuuza elimu ya Mungu. Yaani kuna mlima mwingine duniani unaoitwa sayansi, na sayansi kazi yake imeweza kupinga kabisa neno la Mungu, kwa sababu wanasayansi wao wako na njia za kwao, wanasobuni mambo ya ajabu na mambo ya kutisha, wakitueleza vile ambavyo miaka milioni kadhaa iliyopita kuna hili jambo na lile na lile na lile, na mambo mengi wanayoendelea kubuni siku baada ya siku, na siku zote wanatuelekeza ya kwamba wanapoangalia kwa makini kupitia takrisa kwao au kupitia elimu ya kwao, wanasema ya kwamba ni mambo yalikuwa ya miaka elfu kadhaa ambazo zimepita, wakati neno la Mungu kwa wale ambao wanaosoma Biblia wataweza kusema wasiwasi kwamba neno la Mungu linatufunulia kwamba dunia imedumu miaka 6,000. Bwana asifiwe. Kwa sababu kumekuwa na kisasi cha kwanza, kile kilikuwa cha Noa, ukakuwa na kisasi cha pili kwa wakati wa Yesu, na sasa tuko katika hatua ya 3, ambapo hizo visasi vyote neno la Mungu tukiliangalia linatuonyesha kwamba vipindi hivyo vitatu vimetofautiana na miaka 2000 mpaka wakati tulioko. Mungu wetu apewe sifa. Kwa hivyo kuna milima mingi ambayo imeinuka juu ya watu, ambayo imeinuliwa na watu, na hii milima yote ni ya kishirikina, ni milima ambayo inaenda kinyume na njia za Mungu, ambayo inachochewa na shetani. Vile vile vilima hills, kuna vilima vidogo vidogo ambavyo pia vimeweza kutukuzwa, lakini siku za mwisho Mungu amesema ataweza kuimarisha mlima mkuu miongoni mwa milima yote. Yaani kuna milima mingine na vilima vilivyoko, lakini mlima wa Mungu utaweza kuimarika. Yaani utawala wa Mungu au ufalme wa Mungu utakuwa juu kuliko vilima hivi vyote. Ibada ya Mungu itakuwa juu kuliko ibada zingine zozote zinazochochewa na Ibilisi. Bwana asifiwe. Hiyo ni kitabu cha Mika sura ya 4 fungu la kwanza. Fungu la pili nasema hivi: mataifa mengi yatakuja na kusema, Njooni twendeni mlimani mwa Bwana, kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo, atatufundisha njia zake, ili tuweze kuenenda katika mapito yake. Sheria itatoka Sayuni, neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Haleluya! Kuna kitu kingine cha ajabu ambacho neno la Mungu linaweza kutufunulia. Kitu ya kwanza tunaona mataifa, yani kutakuwa na ukaribisho wa pekee kwa watu wa mataifa ambao watasemesana wao waseme twendeni mlima mwa Bwana, yani ule mlima ambao umekuwa mkubwa kuliko vilima vingine vyote, umekuwa mkubwa kuliko vilima vingine vyote ambavyo vimekuwepo hapo awali. Bwana asifiwe. Kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo, yani watamtambua Mungu wa Yakobo kama Mungu wa mbingu na nchi, na ambapo hakuna Mungu mwingine aliye na nguvu na uwezo kama huo, ambapo siku ya leo hilo jambo limeweza kufanyika. Kumbuka bado ni unabii ulikuwa unatolewa wakati kabla ya Yesu
kusaliwa hapa duniani au kukuja na kuchukua mwili wa mwanadamu ili aweze kusimamisha ufalme wa Mungu na vile vile kuletea watu wokovu. Kwa hivyo wanasema hivi, wakaendelea kusema atatufundisha njia zake ili tuweze kuenenda katika mapito yake. Haleluya! Hakuna mtu anayekuja kwa Mungu ambaye anapaswa kutembea kama vile yeye anavyofikiri. Bwana sifiwe. Hakuna mtu ambaye anasema ameokoka au hakuna mtu yeyote anayesema anamjua Mungu ambaye hataki kuongozwa na neno la Mungu. Neno la Mungu katika kitabu kile cha Zaburi 119, Zaburi 119, Bwana asifiwe, fungu lile la 5 fungu lile la 105, fungu la 105, neno la Mungu linasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia yangu. Neno la Mungu ni taa ya miguu ya kila mtu. Mahali popote unapita, chochote, mahali popote unaingia, neno la Mungu likuongoze na kukumulikia, yani mwanga wa maisha yako, yale unayoishi, mambo yale unayofanya, matendo yako unayofanya, uongozwe na neno la Mungu. Na katika hii bado sura ya 119 katika kitabu cha Zaburi, fungu lile la 11, mwandishi wa Zaburi akasema hivi: nimelificha neno lako moyoni mwangu ili nisikutende dhambi. Bwana asifiwe. Nimelificha, Bwana asifiwe, nimelificha neno lako moyoni mwangu ili nisikutende dhambi. Mpaka neno la Mungu liweze kukuongoza. Bila neno la Mungu ndani ya moyo wako, ili liweze kukujulisha mapito na njia za Mungu, hakika utakuwa unamkosea Mungu. Hakika utakuwa unaishi maisha ambayo yako na lawama. Unaweza kosa kujua, lakini kwa kweli bila shaka unaishi maisha yaliyo na lawama. Bwana asifiwe. Tena mahali pengine katika kitabu cha Timotheo, Timotheo, kile kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya 3 fungu la 16, fungu la 16, ndogo kitabu cha Timotheo, Timotheo wa pili, Timotheo wa pili, sura ya 3 fungu la 16, Biblia ikaendelea kusema hivi: kila andiko limevuviwa na Mungu na lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao, kwa kuwaongoza na kwa kuwafundisha katika haki. Yaani, ukitaka kutembea katika haki, mpaka neno la Mungu likuongoze. Ukitaka Mungu akufundishe njia zake, mpaka ukumbali neno la Mungu. Ukitaka kukemewa kutoka njia zako mbaya na kuingia katika njia za unyoofu, neno la Mungu mpaka liweze kuchukua nafasi ndani ya moyo wako, yaani neno la Mungu likuongoze. Ndipo mwandishi wa Methali akasema mahali pengine, kitabu kile cha Methali, sura ya 3, kitabu cha Methali sura ya 3, Proverbs chapter 3, fungu lile la 5, Biblia inasema hivi: mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usisitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyooza mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako mwenyewe, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Bwana asifiwe. Acha nirudie haya mafungu tena: mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usisitegemee akili zako mwenyewe. Yaani, wacha kufikiria vile ambavyo utakavyoishi,
Ruhusu Mungu akuongoze vile ambavyo unastahili kuishi siku zote za maisha yako. Bwana asifiwe. Yani mtumainie Mungu aweze kukuongoza. Mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mukiri yeye. Yani mambo unayofanya wache yadhiririke wazi katika matendo yako, watu waweze kusema kabisa huyu mtu anaongozwa na Mungu kwa sababu ya mambo unayosema na mambo ambayo unayofanya. Yani watu wakiona vile unavyoishi waweze kumtukuza Bwana kwa sababu ya njia zako kuwa njia za unyoofu. Sikiliza, mche fungu la 6 ikasema, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Mungu tunapopita, yani tunapokuwa tunaonyesha tabia za kimungu ndani yetu, na yeye vivyo ananyoosha mapito yetu. Hawezi akatuongoza katika njia ya kujikwaa, kwa sababu neno la Mungu alikosei. Neno la Mungu ni kamilifu, neno la Mungu lina haki. Bwana asifiwe. Fungu la 7 akasema, usiwe mwenye hekima machoni pako mwenyewe. Kuna watu wanafikiri vile watakavyoishi. Kuna watu wanavyoangalia mambo na kuamua na uamuzi wa mawazo yao, lakini wanasema ya kwamba tunampenda Mungu, tunamjua Mungu, tunampenda Kristo, lakini neno la Mungu halipo pamoja na wao. Sikiliza, anasema hivi, usiwe mwenye hekima machoni pako mwenyewe, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Bwana asifiwe. Ndipo Mika akasema ya kwamba siku za mwisho Mungu aliposema kupitia yeye. Fungu la 2, watu wa mataifa wakaelewa kabisa njia za Mungu, mapito yake ni ya salama, kwa sababu ndio maana wakasema atatufundisha. Wacha nirudie, mataifa mengi yatakuja na kusema, njooni twendeni mlima wa Bwana, kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo. Atatufundisha njia zake ili tuweze kuenenda katika mapito yake. Sheria itatoka Sayuni. Watu wa mataifa waliomkubali Yesu, watu wote kama mimi na wewe ambaye unayenisikiliza siku ya leo. Hapo mwanzo tumekuwa watu wa mataifa, watu wa kutengwa na Mungu, lakini kwa sababu kupitia Yesu Kristo tumeweza kufanyika watoto wa Mungu. Sasa watoto wa Mungu wanaambiwa sheria itatoka Sayuni. Kumbe kuna sheria za Mungu ambazo tunastahili kusifuata. Sheria itatoka Sayuni, neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Bwana asifiwe. Sheria na neno la Mungu ni haki kabisa wangu na kwako kulifuata, kwa sababu kwa kufanya hivyo hakika tutaweza kufika mahali ambapo Mungu anataka tuweze kufika. Bwana asifiwe. Katika fungu la 3 anasema, atahukumu kati ya mataifa mengi na ataamua migogoro ya mataifa yenye nguvu na yaliyo mbali. Watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao kuwa miundu ya kukata matawi. Taifa halitainua upanga dhidi ya taifa jingine, wala hawatajifunza vita tena. Bwana asifiwe. Kumbukeni fungu lile la Isaya 9 fungu la 6, Isaya 9 fungu la 6, ambapo wacha turudi pale tukaone kile ambacho tulikuwa tumesikia kwa Isaya 9 fungu la 6. Akasema ya kwamba, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, nao utawala utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa mshauri wa ajabu. Neno lake litakuwa la kutushauri. Mungu wetu apewe sifa. Mungu mwenye nguvu, yani Yesu ni muweza wa mambo yote na ni Mungu mwenye nguvu. Bwana asifiwe. Mbamba wa milele, yani yeye pia yuko na umbamba, yeye ni mbamba yetu. Bwana asifiwe. Mfalme wa amani. Kwa hivyo tunaposikia kwamba mfalme wa amani, watu wale wote walio ndani ya Kristo, wale
hapo nyuma, hapo maisha yapo kale, watu walikuwa wanapigana vita vya kikabila, vita vya kimataifa, vita mbalimbali vilivyokuwa vinatokea na vya kijamii. Lakini siku zile ambazo walisema wakuja kwa Mungu, Mungu akawafundisha kitu kinaitwa upendo, wakaanza kupendana. Bwana asifiwe. Wakaanza kukua na upendo ndani yao, wakaanza kukua watu wanao upendo wa kupenda ndugu na ndugu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakakuwa na amani, watu ambao walikuwa ni maadui. Kumbuka kitabu cha Isaya 60:6, pia Isaya 60:6, kuna mahali tunaambiwa ya kwamba jinsi ambavyo kondoo vile ambavyo wanyama pori na wanadamu wataishi kwa pamoja. Hiyo si tunapoelewa roho ya unabii, si hali ile ambayo tunayofikiria nayo ya kwamba wanyama wa msitu kukua pamoja nasi, ila ni watu walio na tabia za wanyama wa msitu. Wengine wanakaa nyoka, wengine wanakaa simba, wengine wanakaa chui, wengine wanakaa kila aina ya wanyama, wengine wanakuwa kama dumbu. Yani watu walio na mioyo migumu, mioyo mikali, mioyo ya kufanya maovu. Lakini wanapokuja kwa Bwana, hao watu wanabadilishwa na neno la Mungu na kuishi katika njia za Mungu, na bila kukua na kutafakari kufanya vibaya. Yani hawana haja ya kumwaga damu ya mtu mwingine yeyote. Bwana asifiwe. Fungu la 4 akasema, kila mtu ataketi chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, wala hakuna mtu atakayewaogopesha, kwa kuwa Bwana mwenye nguvu zote amesema. Bwana mwenye nguvu zote amesema. Yesu ni Mungu mwenye nguvu, na akiwa ni yeye mwenye nguvu, akiweza kuwalinda watoto wake, hakuna hatari yoyote itakayowapata watoto wake, wala watoto wake wale wanaoitanishwa na jina lake hawataweza kupigana. Kila mtu ataweza kushughulika na kazi yake na mambo yake kwa usalama kabisa, bila kuvunja na kuvamiwa na adui yake. Yani hakutakuwa na adui. Na hivi ndivyo Mungu anataka tuweze kukua watu wa Mungu. Watu wa Mungu tunatakiwa tuweze kuishi maisha kama haya, maisha ya upendo ambayo mimi na wewe hatufikirii kufanyana mambo mabaya. Bwana asifiwe. Sikiliza fungu la 5. Mataifa yote yanaweza kutembea katika jina la miungu yao, sisi tutatembea katika jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Haleluya. Watu wakakiri imani wasiwasi, wakasema kama vile Joshua aliweza kusema, mimi na nyumba yangu tutamfuata Mungu wa mbinguni. Na hao watu wa mataifa wakasema, watu wa mataifa, yani watu ambao bado hawajamkubali Yesu na wataki kumkubali Yesu, wanaweza endelea kutukuza miungu yao, wanaweza wakaendelea kukaa katika milima ya ibada za kao za kishetani. Lakini sisi ambao tumekuja katika mlima wa Mungu, tumekuja katika mlima wa Bwana, mlima ambao umeimarishwa, ambao hakuna vilima vingine vyote vitakao uweza huu mlima, wala vitakuwa juu kuliko huu mlima. Neno la Mungu linasema, wakasema hivi, wakaweza kukiri imani, wakasema mataifa yote yanaweza kutembea katika jina la miungu yao, sisi tutatembea katika jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Amen, amen. Tutafikisha hapo, tutakuja kuendelea na fungu la 6 kuteremka, kwa sababu kuna mambo fulani ambacho Mungu angependa